lakini ninakutarajia Mungu, ninakuamini kwa ajili ya mwezi wa 8. Ukawe ni mwezi mzuri kwangu, ni mwezi wa baraka. Lakini pia tukumbuke mkesha wetu mzuri na wa baraka utakaofanyika tarehe 31. Tarehe 31 ya mwezi huu tutakuwa na mkesha mkubwa mahali hapa. Usipange kukosa. Alika marafiki zako, alika jamaa zako wakaribie kwenye mkesha huu na Mungu atakubariki. Amen. Twende kwenye somo la jioni ya leo. Somo letu siku ya leo ambalo Mungu ametupa kibali tupate kulisikia ama tujifunze ni kwa habari ya kazi. Kazi. Mwambie jirani yako kazi. Unayo kazi ama una kazi? Jioni ya leo basi tutajifunza kwa habari ya kazi, na kitabu chetu tutasoma Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 4 mstari wa 11 na wa 12. Wathesalonike, kuna aliyefika? Nitasoma Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 11 na wa 12. Neno la Bwana linasema, tena mjitahidi kutulia na kutenda shughuli zenu na kufanya kazi kwa mikono yenu wenyewe. Amen. Tena mjitahidi kutulia na kutenda shughuli zenu na kufanya kazi kwa mikono yenu wenyewe kama tulivyowaagiza. Mstari wa 12, ili mwenende kwa adabu mbele yao walio nje, wala msiwe na haja ya kitu chochote. Mnaniona lakini au mimba limenifunika? Simameni mnione. Au nishushe chini? Jamani. Anyway, tuendelee. Amina. Tumeelewa hapo watumishi wa Mungu. Neno linasema tena mjitahidi kutulia na kutenda shughuli zenu na kufanya kazi kwa mikono yenu wenyewe kama tulivyowaagiza, ili mwenende kwa adabu mbele yao walio nje, wala msiwe na haja ya kitu chochote. Mungu ameagiza tufanye kazi kwa mikono yetu sisi wenyewe. Kumbe Mungu anajua kama mikono tulionayo ni lazima ifanye nini? Ifanye kazi. Lakini ni agizo la Mungu kila mtu awe na kazi. Ameagiza tufanye nini? Tufanye kazi. Ni agizo la Mungu kila mtu awe na kazi yake ya kufanya. Kama huna kazi yoyote unayoifanya, Mungu anakushangaa. Kwanza utakuwa umemkosea Mungu. Si haujatii agizo. Ni makosa makubwa mbele za nani? Za Mungu. Sababu haujatii agizo aliloagiza ya kuwa wote tufanye kazi kwa mikono yetu wenyewe. Lakini pia hajataja kazi ya kufanya. Amen. Wale watu wa uzuru tusije kwanza kusema mimi sijasoma, sijaenda darasani, sina elimu yoyote, siwezi kwenda popote. Hapana. Mungu hajataja kazi. Alichosema ni shughuli, ni kazi yoyote. Angekuwa amesema hapa ofisini, hapo sawa. Angekuwa amesema wajenzi, tungesema tusiojua kujenga. Lakini ni kila kazi ambayo Mungu anaitaka kila mmoja wetu aweze kufanya. Kama wewe hujasoma, huwezi kupata za ofisini, zipo
ambazo hazihitaji nini? Hazihitaji vyeti. Zinahitaji akili, zinahitaji ufahamu, zinahitaji nguvu. Basi kwa hiyo mwana wa Mungu, jitahidi. Kama hauna kazi, jitahidi uwe na kazi. Maana ni agizo ambalo Mungu ametupa, kila mmoja ni lazima awe na kazi ya kufanya nini? Ya kufanya. Maana Mungu anajua kupitia hiyo kazi, na yeye kuna sehemu ambayo anaipata. Utumishi wetu unategemea fedha. Fedha utaipata wapi kama ufanyi kazi? Tunapata wapi fedha? Na Mungu amesema anabariki kazi ya nini? Ya mikono yetu. Kwa hiyo kumbe, ili ufanikiwe ni lazima uwe na kazi ya kufanya. Ili Mungu akubariki ni lazima kuwe na mahali ambapo Mungu atakubariki kupitia hapo. Hawezi Mungu akambariki Spola ili Spola akuletee hela wewe tunukia. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Ni sawa, anaweza akakuvusha katika changamoto tu 2-3, kwamba nifungue mlango, ana shida na kitu fulani, basi fulani ampelekee kiasi fulani cha hela. Lakini hayawezi yakawa ndio maisha yako ya kutegemea fulani abarikiwe ndio aweze kukusaidia na wewe, ya kutegemea fulani apate ndio aweze kukusaidia na wewe. Kwa hiyo ni lazima kila mtu awe na kazi ambayo utamwonyesha Mungu, utamwambia Mungu, hiki ndicho ninachokifanya, ninaomba unibariki kupitia hiki, ninaomba unisaidie kupitia hiki. Hapa ndipo Mungu ninapokutegemea, ndio natamani utumishi wangu ufanyike vizuri, fedha ninatoa hapa. Amen. Tuna kazi au hatuna? Tuanze kuzitafuta. Amina, tuna kazi, watu wamesema. Ni aibu kubwa mtu kutokuwa na kazi, si ndio? Sasa twende tukaangalie ni kwa nini tuwe na kazi. Mtu mwingine anaweza akasema, kwani kuna sababu gani ya mimi niwe na kazi? Kuna shida gani? Kina kuwasha nini mimi nisipokuwa na kazi? Pilipili sio nini ya kuwashia? Kwa nini niwe na kazi ya nini? Wewe inakuhusu nini? Unakonda. Kwa nini tuwe na kazi? Kuna mwingine anaweza sema, tumeanza kufuatiliana. Tumeanza kuchunguzana. Lakini ni agizo la Mungu. Mungu amesema tuwe na kazi tunazofanya kwa mikono yetu wenyewe. Kwa nini tuwe na kazi? Namba 1, ili tusiwe wahitaji, tuwe na heshima kwa wasiookoka, ama tuwe na heshima kwa walio nje. Tusiwe wahitaji, lakini tuwe na heshima kwa walio nje. Tuwe na heshima kwa wasiookoka. Ni aibu kubwa sana mtu wa Mungu kuwa ombaomba. Yaani kati ya vitu vinatia aibu ni kuwa ombaomba. Na ukitaka watu wakuchoke, kuwa ombaomba. Binafsi na kuchoka, sijui wewe. Lakini mimi kwa mtu ambaye leo naomba na kuchoka, nakwambia ukweli, watu wanatuchoka ni vile hawawezi kusema. Ni aibu mtu kuwa mtu mzima unakuwa ombaomba. Una mikono yote ambayo unaweza ukafanya kazi. Kwa nini usifanye kazi? Ni aibu. Afu tena wewe umeokoka, ndio unakuta unaomba ambao hawajaokoka. Ni kujivunjia heshima, ni kumdhalilisha Mungu unayemwabudu, ni kumshushia heshima aliyekufia msalabani. Sababu nia ya kukubariki Mungu anayo, sababu ya kukubariki anayo,
lakini anakubarikia wapi? Kama wewe kutwa ni kuomba kwa watu, kutwa ni kuomba kwa watu, ni aibu. Watu watakuchoka. Na ukitaka uzalauliwe mpaka na watoto wadogo, kuwa ombaomba. Ombaomba tu hela, ombaomba vitu. Mtu amefika hata umjui, ushaanza kumwomba. Lakini kinachokufanya uombe ni nini? Huna kazi ambayo inaweza ikakuzalishia fedha ukaweza kutimiza mahitaji yako. Kwa hiyo itakubidi tu uombe. Ili usife njaa, itakubidi uombe. Na utaheshimikaje mbele za watu kama we ni ombaomba? Watakuheshimuje? Kutwa unaomba, nani atakuheshimu? Mikono unayo, kwa nini usifanye kazi? Mpaka watoto wadogo wakudharau. Ujue hela jamani, hela inaleta heshima, tuseme tu ukweli. Ukiwa na kazi inayokuingizia hela, hata kama una umri mdogo, utaheshimiwa na watu wenye umri mkubwa. Lakini kama hauna kazi inayokuingizia kipato, hata kama una umri mkubwa utadharauliwa. Kuna tabia ambazo akizifanya mtu ambaye hana kazi anayofanya. Kuna tabia ambazo akizifanya ambaye hana hela. Yaani tabia moja mbaya sana. Lakini akifanya mwenye fedha ni ya kawaida. Yaani ya kawaida mno. Wala hata haionekani kama ni mbaya. Wewe hauna hela, hebu jaribu kwenda kwa mtu na ulale mpaka saa 4 asubuhi. Uone ilivyo tabia mbaya, utasemwa ukoo mzima. Yaani zitapigwa simu, amelala. Anasubiri nani ampikie chai, anasubiri nani amfanyie kazi. Wataongea sana, lakini ukiwa na hela, my friend, hamna atakayesema. Sidharau hizo. Hakuna atakayesema, ni watakuja kukuamsha ukanywe chai. Sababu mtu anajua hata sukari ikiisha una uwezo wa kununua. Lakini hauna kazi, hauna hela, umeshinda ndani unalala. Nani akufanyie kazi? Basi njoo si tukatafute tulete mahitaji. Wewe fanya. Wewe ingia jikoni, kokea nani, chochea kuni. Mimi mwenyewe ukiwa at least at least ngoja niongee. Kuna mgeni pale mmoja kwangu yupo. Sasa majuzi kalala tu mpaka saa ngapi. Alivyoamka ananiuliza nikukaangie mayai au Sasa huyo mtu utamwamsha? Kaamka anakuambia, anakuuliza nikukaangie mayai na sausage, utakula. Sio kwamba anakuomba hela akanunue, ni yake anatoa. Sasa huyo mtu utamlinganisha na anayeamka saa 4. Anaanza kugombana kuulizia kipolo na watoto. Kwa hiyo kama hauna hela, hauna kazi, kuna tabia ambazo ni za kawaida sana utafanya, lakini zitaonekana ni mbaya sana. Lakini kama una kitu cha kufanya, wala haiwezi kaonekana ni mbaya. Ukishinda mtandaoni unaperuzi, wewe ambaye huna kazi, una kipato. Yaani tabia moja mbaya sana kushinda mtandaoni. Lakini kwa mtu ambaye ana kitu anazalisha, itaonekana labda kuna fursa nyingine anatafuta mtandaoni. Wala hawezi kufokea kwamba unashinda umefanya nini? Umeinamia simu. Lakini wewe usiyekuwa nacho, hata kama kuna wifi ya bure, hawatatamani uitumie. Si amna unachowaongezea. Nimekwambia kukosa kazi ni lazima uwe ombaomba. Na ukiwa ombaomba ni lazima udharaulike. Hata kama ni kitu chema unakifanya, lakini sababu wanakujua,
tabia zako ndio hizo, haujishughulishi, hauna kazi unaofanya, lazima kwanza hawezi kukuamini. Wataaminije huko mtandaoni unatafuta kazi na hujawahi kuonyesha kazi yote unafanya? Kwa hiyo wapendwa, kukosa kazi, kwa nini tuwe na kazi? Ili tusiwe wahitaji, tuweze kukizi mahitaji yetu sisi wenyewe. Usiwe na mahitaji ambayo yanamtegemea mtu, mpaka mtu akupe fedha ndio uweze kutatua mahitaji yako binafsi. Ukiwa na kazi utatatua mahitaji yako binafsi, wala hautahitaji mtu aweze kukusaidia. Amen. Amina. Lakini namba mbili, kwa nini tuwe na kazi? Ili tuweze kusaidia wengine wasionavyo. Ili tuweze kusaidia wengine wasionavyo. Ukiwa una kazi ni rahisi kusaidia mwingine, si kumuinua mtu mwingine. Lakini kama hauna kazi, utamsaidiaje mwingine na we hauna? Kwa ni lazima uwe na nini? Uwe na kazi. Some Waefeso 4:28. Waefeso 4 na mstari ule wa 28. Neno la Bwana linasema, mwibaji asiibe tena, bali afadhali afanye juhudi, akitenda kazi iliyo nzuri kwa mikono yake mwenyewe, apate kuwa na kitu cha kumgawia mhitaji. Kwa hiyo kama we mwenyewe hauna, utamsaidiaje mhitaji? Kuna watu ambao kweli tunahitaji kuwasaidia. Kwa hali walizonazo hawawezi kuingia kufanya kazi, hawawezi kuingia kupiga mzigo ili wafanye nini? Wapate fedha. Kwa hiyo wewe sasa, mwenye mikono, mwenye miguu miwili, ambaye una kichwa kinachofikiri, ni lazima uwe na kazi ili uweze kuwasaidia hawa watu. Hawa watu wanakutegemea wewe, na Mungu mwenyewe amesema tufanye kazi ili tufanye nini? Tuwasaidie wahitaji. Mungu alijua hawa wahitaji, kuna watu ambao ni lazima wawepo wa kuwasaidia. Sasa fikiria huko hapo, mhitaji anakuja, Mungu amemleta kwako, we mwenyewe unajikuta ni choka mbaya. Yaani unataka we ndio muombe yeye, alizokusanya kwingine ndio mtumie, wakati wewe ndio ulitakiwa umsaidie. Amen. Tuwe na nini? Tuwe na kazi. Lakini namba 3, ili tusiwe mizigo kwa wengine, tusiwaremee wengine kwa kutuhudumia. Ili tusiwe mizigo kwa wengine, tusiwaelemee wengine kwa kutuhudumia. Wathesalonike wa pili 3:8. Wathesalonike wa pili sura ya 3 na mstari wa 8. Nitasoma. Neno la Bwana linasema, wala hatukula chakula kwa mtu yeyote bure, bali kwa taabu na masumbufu usiku na mchana tulitenda kazi, ili tusimlemee mtu wa kwenu awaye yote. Yaani hao walifanya kazi usiku na mchana, walisumbuka haswa kufanya kazi. Kusudi lilikuwa moja tu, ili wasimlemee mtu awaye yote. Lakini kuna watu hapa
Wanatulemea jamani, wanatulemea. Wanatulemea. Ujue ndio maana familia zingine umaskini hauishi. Na umaskini hauwezi ukaondoka kwa maisha tunayoyaishi. Unakuta familia moja aliyeinuka ni huyu, ni mtu mmoja tu, alafu familia yote inamtegemea mtu huyu, mtu mmoja. Unategemea huyo mtu atafika wapi? Huyo mtu hawezi akafanikiwa, sababu kuna lundo la watu ambalo linamlemea. Yaani ni lazima alihudumie, hata ukwepa umaskini hawezi akafanikiwa. Hawezi umaskini ukaondoka kwenye hiyo familia, sababu aliyepo mmoja ambaye naye anapambana atengeneze maisha ya watoto wake, kuna wengine wanamtegemea yeye. Amesema mwaka huu basi nijipige na mimi nifanye 1 2 3. Kuna mtoto si wa nani amefaulu darasa la 7. Na ukiangalia ni kweli, ni mwache mtoto amejitahidi, amesoma kwa bidii, amefaulu, nizimishe ndoto yake kwa kukosa ada ya kwenda form 1? Nisimnunulie mahitaji ya shule akae nyumbani naye asisome? Haya tena unakatoa maskini kalaki kako, haya kashone uniform. Hapo tayari umepunguza. Hiyo laki kusingekuwa na huyo mtu, kama baba yake na mama yake wangekuwa na ufahamu wanafanya kazi, wangemsaidia. Lakini inabidi wewe tena ndio umsaidie. Kamalizika huyo mwingine tena kaja ndugu yako, mtoto mgonjwa amelazwa, nisaidie. Utaacha mtoto afe? Utasaidia. Sasa wewe utaendelea lini? Ujamaliza hili, mama kule anaumwa, hawezi palizi, anahitaji dawa ya nini? Ya kupulizia nyasi zikauke. Mwanangu 20,000 tu umetuma. Yaani ukija kupiga hesabu kwa mwaka ungekuwa bilionea, ungeweka. Lakini sasa sababu ni wengi mpaka wamekulemea, hauna namna. Matokeo yake na wewe unabaki mle mle, hauwezi kutoka. Lakini kama familia nzima ingeamua itafute kazi, kila mtu afanye kazi, hayo mambo yasingekuwepo. Tungesaidiana kwa vitu vya muhimu. Lakini sio mtu unapiga simu, jamani mimi huku leo yani nimetoka nyumbani sijaacha kabisa, sijawachia hela mboga, nisaidie kama una 10,000 hapo, naomba mtumie mama fulani angalau wale mchana. Wewe nisingekuwepo. Na wewe hapo kwa 10,000 ndio ulikuwa umesema sasa haka ninakaweka imwekeza, nikiwa naweka kila siku mpaka ufike mwezi wa 12 ninakahela tayari kameondoka. Ukiwaza kweli watoto washinde njaa, ka 10,000 tu unatuma. Kuna watu wanaotutegemea lakini hatujui kama wanafanya nini, wanatutegemea. Yaani hajaja kwako kukaa kwamba nilishe, nilipie kodi, nihudumie, lakini kiuhalisia tunawahudumia. Jamani, ndugu yangu, yani hapa mwenye nyumba ndo anatoa vitu vyangu nje. Yaani niokoe leo tu 60,000 tu, 60,000 niokoe. Huruma inakuingia. Kaela kako ulikuwa nako umetoa 60,000 hiyo. Kulipwa ulipu hapo. Kama amekosa ya kumlipa mwenye nyumba, atapata ya kukulipa wewe? Ndio basi. Sasa umaskini utaishaje? Ukifikiria hiyo familia, umaskini utaisha? Kama watu hawataki kufanya kazi, tutabaki hivi hivi. Mungu nibariki, Mungu nibariki, Mungu. Ila kiuhalisia unasema Mungu mbariki fulani ili na mimi nifanikiwe.
Yaani kwambie kuna maombi. Kuna maombi Evodia shahidi. Yaani kuna muda mimi sijiombei mimi. Yaani inakubidi uombee mtu, Mungu amsaidie, apate kazi, asaidie wa kwake, na wewe ubaki huru. Sababu unajua akikwama huo mzigo ni wa kwako. Yaani ni lazima, inabidi tu sasa Mungu msaidie fulani, Mungu muinue fulani, muonekanie kwenye kazi anazozifanya. Sababu unajua akikwama, simu ya kwanza ni kwangu. Sasa hapo utatoboa. Yaani hapo hata utumie sui nini. Kwa hiyo inabidi tu tuwaombee. Yaani inabidi ombea ambao unajua anafanya nini, wanakutegemea. Mungu awasaidie, maana wasipofanikiwa hao, hata wewe kufanikiwa ni ngumu sana. Hauwezi kusogea, hauwezi kufanikiwa. Wasipofanikiwa wazazi wao, utapambana nao wewe. Watoto wao pia hawatafanikiwa. Uwe na uhakika watoto wako watakuja kubeba mzigo wa watoto wao. Yaani mimi mfano, watoto wa mdogo wangu wasipofanikiwa, mila kwa atabeba mzigo, atakuja ubebe, sababu yeye itakuwa nimemsaidia, nimekuwa. Kwa hiyo lazima nao itakuwa halo kule. Kwa hiyo ni lazima tuwaombee tu kwa namna yoyote. Yaani kama unaweza kukamata mtu afanikiwe, mkamate mwenu. Mimi namshukuru Mungu. Yeye unajua unapambana, unatamani upige mtu viboko, umwelekeze jambo aende akafanye. Sio kwamba akuletee hela wewe. Hapana. Ni sababu wanakulemea. Unashindwa wewe kusogea. Ukitaka kupiga hatua tu, tayari sio mkoa gani huko simu imeita. Ukisema sasa nimemalizana na hili, hapa sasa ninapanga mipango yangu, kuanzia mwezi ujao nafanya ya kwangu. Kabla hujaanza simu nyingine. Afu kama sio mchoyo hata uwezi. Yaani kama sio mchoyo hauwezi. Utajitahidi, lakini wapi? Kama ni laki utajitahidi basi hata 40 hiyo, hata 50 iende. Lakini kama wote tungekuwa na kazi, tungeweza kulemeana kiasi hiki? Ndio maana Mungu akaagiza kila mtu awe na kazi ya kufanya, ili tusiwalemee wengine. Tuwe na kazi za kufanya ili tusaidie wahitaji, na wahitaji sio hawa wanaowasema Mungu. Mimi ndio maana mimi unajua niliwapenda wakoma, ambao Mungu alisikilizisha miguu yao kwa kishindo cha nini? Cha magari na farasi. Wakaenda wakakuta watu wameacha pale vitu. Walichofanya wao, cha kwanza walikula kwanza wakashiba. Cha pili, walitunza kwanza akiba kwa ajili yao. Walivyoona wao wametosheka, ndio wakafanya nini? Wakaenda kuwaita wengine. Lakini sasa tuna hiyo mioyo? Unaweza ukakaa wewe ukala ukashiba, na unaona ndugu yako hata mlo wa siku moja hana? Unaweza? Huwezi. Yaani utakaa unajisikia vibaya. Kwa hiyo Mungu atusaidie, watu wa Mungu. Jitahidi uwe na kazi ya kufanya. Yaani kama huna kazi, jitahidi uwe na kazi ya kufanya. Hata kama umeolewa, hata kama umeoa, usiseme mme wangu analeta.
Usiseme mke wangu analeta. Hapana, utamlemea. Akuhudumie wewe, ajihudumie yeye, ahudumie watoto. Na unakuta naye kwao anafanya nini? Anategemewa. Lakini kama na wewe utakuwa na kazi ya kufanya, mtasaidiana, angalau utatatua ya kwako. Amen. Tufanye kazi. Kama hauna kazi, katafute kazi ya kufanya. Yaani na Mungu atusaidie, Mungu afungue fahamu zetu. Tuone fursa za kufanya. Kwa nini tusizione? Wengine wanaona, kwa nini wewe usione? Wengine wanapata, kwa nini wewe usipate? Wewe una shida gani mpaka usipate? Eti jamani, macho si ni haya? Au wengine wana mengine? Si ni haya macho? Kwa nini sisi hatuzioni fursa jamani? Yaani mtu unakaa unamwambia, hivi hauoni kabisa cha kufanya? Sioni, nitafanya nini sasa? Ama tuwalaze nje. Au walale watu njaa. Ukiwa na shida na hela kweli utakosa cha kufanya? Au tu sababu tunasaidiana eti? Amina. Lakini namba 4, tuwe mfano kwa wengine. Tuwe mfano kwa wengine. Wathesalonike wa pili sura ya 3. Wathesalonike wa pili sura ya 3 na mstari ule wa 9. Kwa nini tufanye kazi? Ili tuwe mfano kwa wengine. Neno la Bwana linasema, si kwamba hatuna amri, lakini makusudi tufanye nafsi zetu kuwa kielelezo kwenu, mtufuate. Si kwamba hatuna amri, lakini makusudi tufanye nafsi zetu kuwa kielelezo kwenu, mtufuate. Tuwe mifano mizuri hata kwa vizazi vinavyokuja. Tulisishe watu. Sasa wewe watoto wanakuona upo tu, ni kuvaa kijola, unakibana hapa nyumba mpaka nyumba, huna kazi ya kufanya. Jamani, angalieni mfano wa Hindi. Ndio maana hamna maskini. Ni ngumu sana kukuta familia ya Kihindi ni maskini, sababu mtoto anazaliwa anakuta wazazi wanafanya nini? Wanafanya kazi. Mtoto anakuwa anaenda shule, akirudi anapita dukani, anaona jinsi wanavyofanya kazi. Mtoto anakuwa, yani anavyoendelea kukua, anaingiziwa ule ufahamu wa kufanya kazi. Yani mtoto anajua toka akiwa mdogo kwamba kuto kufanya kazi ni makosa. Huyo mtu hata ukimpa mtaji, uwe na uhakika atafanikiwa tu, maana amekuwa akiona wazazi mnafanya, na amekuja amejifunza kwenu wazazi mnafanya. Lakini haya wakwetu wanakuwa wanatuona hao kila siku kiguna njia. Kigodoro kimepita mtaa huu na we umo, kimetokea huku na we umo. Sasa mtoto naye atakuwa wa hivyo hivyo, anakuona baba kutwa asubuhi mpaka jioni, umefunga zako nini kile wanafungaga umefunga msuli, hauendi kazini, hauleti chochote, haufanyi chochote. Yaani hata mtoto akija, baba kalamu huna, kamwombe mama yako, kamwombe swe nani. Sasa unamfundisha nini? Kama
kama ni wa kiume, usitegemee na yeye, ipo siku atahakikisha mahitaji ya familia yake yanapatikana. Si alikuona unafunga msuli unaenda kucheza bao, kwa nini asicheze? Mama kutwa hata kuvaa nguo uwezi, kitenge cha hapa kifuani, kibarazani kwa mama nani Mwajuma, unakula umbea. Huyo binti unamfundisha nini? Wanajifunza. Wespola mwanao hajifunzi sasa hivi ule umri. Haoni. Anaona kabisa. Kama ufanyi kazi, anaona hufanyi kazi. Kama kazi yako ni kukopa nyumba hii, unatoka hapo unakopa nyumba inayofuata, unakopa nyumba inayofuata. Mtoto anaona ni kwamba kwa nini? Mama yangu mwenyewe alikuwa anakopa, hafanyi kazi. Wakija kumdai anawachamba. Kwa nini mimi nisikope? Wanajifunza. Usitegemee huyo mtoto atakuja awe na hamu ya kuwa na kipato chake binafsi. Na yeye itakuwa ni hivyo hivyo. Atakuwa amejaa maneno mdomoni. Akiongea utampa hela, ila akitoka harudishi. Tuwafundishe watoto wetu kufanya kazi. Wakuwe wakiona wazazi wanapambana, wanafanya kazi. Lakini sio mtoto yupo tu anakuona upo, hufanyi chochote, hujishughulishi. Wewe ni mama wa nyumbani, umekaa umebweteka. Manake huyo binti hata akija kwenda kwingine, atalazimisha na yeye awe mama wa nyumbani kama mama yake. Mme wake akimwambia na kufungulia duka, toka ukafanye biashara, toka na ukatafute, ataona anateswa. Si ni maisha ambayo hajayazoea, ni kitu kigeni kwake. Tufanye nini wa mama? Tufanye kazi. Tufanye nini wa baba? Tufanye kazi. Amen. Hiyo ilikuwa ni namba 4. Lakini namba 5, ili tusijihusishe na mambo ya watu wengine. Kwa nini tuwe na kazi? Ili tusijihusishe na mambo ya watu wengine. Ukiwa na kazi ya kufanya itakayokuweka busy, hutapata muda wa kupekenyua mambo ya watu. Huo muda utautoa. Hivyo umerudi umechoka, utapata nguvu ya kwenda kuuliza, hivi leo kimetokea nini mtaani? Huo muda utakuwa nao. Umetoka huko umechoka, una kajirani kako kana kutafuta maneno, utapata muda wa kupigana naye? Utapata muda wa kujibishana naye? Hauwezi. Yaani wewe utarudi pale, utakuwa unaumiza kichwa, kesho nafanyaje tena? Leo Mungu amenisaidia, nimepata hiki. Leo Mungu ameniwezesha, nimeuza, nimepata faida hii. Utawaza, ya mama fulani jana nimemsalimia akanijibu polepole. Sinoga wa visa vya kijinga hivyo. Eti nimemsalimia hajanijibu. Sasa ni sababu mgombane. Basi akusikia, utamsalimia kesho atakusikia. Sivyo. Lakini unakuta mtu sababu hana kazi ya kufanya. Ukimsalimia, akikusalimia ukaitikia sauti ya chini, ni kosa. Akikusalimia anataka mpige story ukawa na haraka, ni kosa. Akikusalimia usiposikia una mawazo yako kichwani, ni kosa. Sababu kichwa chake hakina vitu vingi vya kufanya. Kichwa chake kiko wazi kabisa. Kwa kinatafuta vitu vya kufanya nini? Vya kuingia. Lakini kama umejaza vitu vya kazi, vitu vya fedha, vitu vya biashara, vitu vya maana, unaumiza kichwa, biashara yangu itakuwaje? Huwezi ukawaza hivyo vitu.
Lakini tunaishia kugombana na watu sababu hatuna shughuli za kufanya. Mimi nasema hivi, nitoe wapi yaani nguvu za kuja eti kuanza kugombana na mtu hajaweka ruku kwenye nyumba ya kupanga? Si bora nikawashe mshumaa, nipike haraka, nile, nishibe, nilale. Akijisikia kuweka ataweka. Lakini sababu una kazi. Hilo ndio tatizo. Kwa hiyo unatafuta kashughuli ambako angalau katakuchosha ili usiku upate nini? Usingizi. Una maneno yako ndani yamejaa, unatamani upate mtu mgombane, mpigizane kelele. Ukitoka hapo angalau umechoka, uoge, ulale. Lakini kama umeshinda kali yako unapiga kelele na wateja, nakwambia huo muda una. Hiyo energy utaitoa wapi? Tunapata energy za kugombana na watu sababu hatuna kazi. Tunapata nguvu za kufanya vitu vingine vya kiovu sababu hatuna kazi za kufanya. Umetoka huko umekula hasara. Hivi utafika kweli uanze kuwaza uzinzi? Hasara jamani, umeweka hela. Hivi mnaijua hasara ya biashara? Au hamjawahi kufanya biashara? Hasara. Hasara hii hela yako. Labda kama umeajiriwa. Hela umeingiza hela. Umekula hasara hiyo siku. Hivi utapata nguvu ya kuanza kuwaza ujinga? Tunafanya ujinga sababu hatuna kazi. Hatuna vitu vya kutuweka bize. Hatuna vitu vya kutuchosha. Eti Masia, unaweza kwanza kugombana na mkamwana kama una kazi ya kufanya? Utaanza sasa, huyu na yeye huyu mtoto anipigiagi simu. Maana wako wengine unakuta ni simu tu upigi. Kumbe maskini uko busy. Lakini kwa mtu mwenye kazi yake, hayo mambo hawezi akawaza. Kwanza hata kumbuka ni lini mmewasiliana. Ataona kama ni jana. Kumbe mna mwezi. Yaani utakuwa unaona vimakosa vya watu, utakuwa unaona matatizo ya wenzako. Sababu ni nini? Huna unachojishughulisha nacho. Ndio nabaki, umemwona mama fulani leo? Amepita. Kashona nguo lakini mshono mwenyewe hata hajapendeza. Sasa wewe inakuhusu nini? Lakini ni nini? Kazi huna. Yaani huna kazi, shoga yangu, huna. Ndio maana unaona mpaka hajapendeza. Kwanza yaani kwa hiyo ametoka, umeangalia mpaka umejua kwamba nguo haijapigwa lining. Hajaweka hata waya meshi. Wewe ukiwa na kazi hayo yote huwezi. Yaani mimi najionaga tu mimi mwenyewe, naangalia nasemaga na wengine hivi, wanachoka kama mimi au ni mimi peke yangu? Hivi mnajua? Ngoja ni nyamazi. Yaani umekutana na wateja huko, tena usikutane na ambao yaani wamezulumiana si mipaka, wana ugomvi wa mipaka ya viwanja. Ugomvi wewe wa nani? Wa mpaka wa kiwanja. Ulichokutana nao. Sasa umekutana nao watu. Huyu anasema huyu kaingia kwangu, huyu kaingia kwangu. Uhakikishe wakiwa wanatoka pale hakuna aliyeingia kwa mtu. Umeelewa? Yaani ukiwa unarudi uhakikishe huyu aamini kwamba huyu mwenzake hajaingia kwake, na huyu aamini huyu hajaingia kwake, ndio urudi nyumbani. Hapo utakutana na jirani, hata akikusalimia utasikia. Sababu kwanza sauti yake ni ndogo, kwa muda huo wewe masikio yako yalikuwa nasikia sauti
za juu. Kwa hiyo yakikusalimia za saizi mamila usikii, unatarajia sauti ile kubwa ambayo umetoka nayo kazini ya watu wanagombana. Lakini ni nini? Kazi zinatuepusha na vitu vingi. Ukiwa na kitu kinachokuweka bize, huwezi ukawaza vitu vya ajabu. Amen. Tutafute kazi ambazo zitatuweka nini? Zitatuweka bize, zitatuepusha na vitu vingi. Lakini namba 6, ili tusiwe wezi ama tusiibe. Ili tusiwe wezi ama tusiibe, ndio maana tunatakiwa tuwe na kazi. Waefeso 4:28. Waefeso 4:28, neno la Bwana linasema, mwibaji asiibe tena, bali afadhali afanye juhudi. Yaani kuliko uibe, neno la Bwana linasema ni bora ufanye juhudi kuliko kuiba. Juhudi ya kufanya nini? Akitenda kazi iliyo nzuri kwa mikono yake mwenyewe, apate kuwa na kitu cha kumgawia mhitaji. Yaani kuliko uibe, ni bora ufanye juhudi, uwe na kazi yako binafsi. Ufanye juhudi itakayokuingizia nini? Kipato, kuliko uibe. Una shida na kaela, umekuta kaela kamezubazuba, umepita nako. Ndio unabaki kuanza kukagua sasa kama ni mama, yani kazi yako mume wako akivua chafu, wewe ni kukagua mifuko. Hajaacha hata buku 2 unapita nayo. Siku asiposahau hela ndio hadi unafua umenuna. Kisa nini? Huna. Na unajua ukiomba utaulizwa ya nini? Kati ya vitu ambavyo nikiwa bado ninasoma vilivyonifanya nisome kwa hasira ni neno cha nini. Yaani niombe hela alafu niulizwe ya nini? Kwamba sina akili. Haki ya Mungu, hicho kitu kilinitesa. Na niliapa sitakuja nipende hela ya mtu. Sababu unaomba tena, unakumbuka mpaka leo niliomba 200 ya sabuni. Baizeni kipande cha sabuni kilikuwa kinauzwa shilingi 200. Hizi jamaa hizi. Ni weekend hapo, Jumapili tena. Kesho natakiwa niwe shule. Uniform ni chafu. Namuomba mjomba wangu, mjomba, naomba shilingi 200 ninunue nini? Sabuni. Ya kwanza kama hajanisikia kapita. Ya pili kama hajanisikia. Naomba hela ya nini? Ya sabuni sina. Yaani toka siku hiyo sijawahi kuomba hela. Sikuwahi kurudi kuomba hela kwa huyo mtu. Kwa hiyo ilinipa hasira, na nasema mimi ilinisaidia kwa upande mmoja. Nilianza kutafuta hela nikiwa katika umri mdogo ule. Nilisema hapana, hela ya sabuni tu, nitafanya vibarua, nitapata hela. Sasa ndio wewe hauna kazi, unasubiri uombe, naomba shilingi kadhaa ya nini? Au hiyo swali nyewe wengine kulijibu ni rahisi. Kufafanua ni kweli, anaweza akawa anahitaji kujua ni kwa mapenzi mema tu, lakini sasa kuna mahitaji unajua hayasemeki. Kuna muda unajisikia tuwe na kahela ambako yakitokea mahitaji utatumia. Kwa hiyo tufanye kazi. Tafuta kuwa na kazi ya kufanya ili
ili usiibe. Ni rahisi sana kuiba hauna kazi, lakini kama una kazi yako hauwezi kuiba. Niwaombe kila mtu, jitahidi uwe na kazi. Kama kanisa linatutegemea, utumishi wetu pia unategemea fedha. Ndio imetangazwa kama hivyo, Jumapili shukrani. Huna kazi, unadhani utaitoa wapi hiyo shukrani? Utaitoa wapi? Mambo yanatakiwa yaendelee katika nyumba ya Mungu. Utatoa wapi hela kama hauna kazi? Yaani hebu Mungu afungue jamani akili zetu. Tutafute kazi tufanye. Amen. Mungu atusaidie. Tutafute hiyo kazi tufanye nini? Tupate hela. Usiwepo tu mpendwa, usikae tu ufanye kazi. Nani akufanyie? Jamani, nani akufanyie? Yaani nani ambaye ameumbwa kwa ajili ya kufanya kazi ili wewe ule? Ifike mahali tuache kuwa nini? Kuwa kupe. Tusiwanyonye wengine. Tutafute kazi zetu sisi wenyewe tufanye, ambazo zitatuingizia kipato, lakini pia zitatusaidia katika utumishi wetu. Twende tukaangalie kipengele cha mwisho. Tutaangalia ili kazi yako ikuzalie matokeo unatakiwa ufanyeje. Ili kazi yako izae matokeo. Hapo sasa ni kwa mtu ambaye ana nini? Tayari ana kazi anayofanya. Kwa ambao hatuna, tutaangalia siku nyingine ni jinsi gani ya kupata mitaji na kuanzisha biashara mpya. Siku tukipata neema tutajifunza jinsi ya kupata mtaji kama unahitaji kufanya biashara, lakini kuanzisha biashara mpya tunafanyaje. Lakini tuende leo tukamalizie na hiki kipengele. Ili kazi yako ikuzalie matokeo ama kazi yako izae mafanikio, jambo la kwanza, fanya kazi kwa bidii. Jitume haswa. Amen. Fanya hiyo kazi ulionayo, ifanye kwa bidii zote. Jitume, acha kulegea kwenye hiyo kazi. Ukisoma Yeremia inasema amelaaniwa mtu yule afanyaye kazi kwa mkono mlegevu. Yeremia 48:10. Kwa fanya kazi yako kwa bidii zote ili uweze kukuzalia mafanikio. Lakini namba 2, usichague kazi kwa ambao hatuna kazi. Yaani kama ndio kwanza unajitafuta, acha kuchagua kazi. Anza na kazi yoyote hata kama hauipendi. Kwa kufanya hiyo itakufungulia mlango wa kupata kazi nyingine ambayo unafanya nini? Ambayo unaipenda. Kuna zile kazi ambazo unasema acha nifanye tu sababu nahitaji nini? Hela. Ifanye. Ukifanya hiyo kwa uaminifu, Mungu lazima atafungua mlango wa kazi nyingine nzuri zaidi kuliko hiyo. Kwa hiyo usichague kazi. Fanya kazi yoyote ambayo unaona iko mbele yako ambayo tu sio dhambi. Fanya. Acha kuchagua. Maana haiwezekani huna kazi alafu unachagua nini? Kazi. Hiyo nayo ni mbaya. Na unakuta mwingine anachagua kazi na hata elimu hana, lakini anachagua nini? Wewe ingia mzigoni, piga yoyote.
Ingia kokote, fanya. Hata kama ni kumwaga zege, nenda, si unapata hela kupitia hiyo. Sasa utatafuta kazi ambayo unafanya nini, unaipenda. Utajiajiri sasa, utafanya biashara ambayo unahitaji wewe. Kama bado hauna kazi, usichague kazi ya kufanya. Lakini namba 3, iheshimu sana hiyo kazi ulionayo. Heshimu kazi yako. Hiyo kazi ndio inayokutunza. Hata kama ni ndogo, hata kama ni mbaya, iheshimu. Sababu hiyo ndio inafanya nini? Inakutunza. Kwa hiyo heshimu sana kazi yako. Usianze kuidharau. Amen. Hiyo ni namba 3. Lakini namba 4, ipende kazi yako. Kazi ukiipenda na yenyewe itakupenda, na ikikupenda lazima itakuzalia mafanikio. Kwa hiyo penda kazi yako ulionayo. Penda ofisi yako ulionayo. Kama una ofisi, iboreshe. Kafanye ka ofisi kawe kazuri, ambako hata wewe ukikaa kana kuvutia kuwa mahali pale. Kama ni bustani, unalima bustani, lima basi ka bustani kazuri. Yani kapende, kafanye yani kwa moyo wote. Kazi ukiipenda, nikwambie, ukiifurahia hata yenyewe itakufurahia. Na haiwezi ikakuzalia nini? Hasara. Lazima itakuzalia mafanikio, sababu unaipenda na unaifanya kwa moyo wote. Lakini namba 5, punguza ama acha lawama. Kuna watu tunalawama sana kwenye kazi zetu. Kwa hiyo tupunguze nini? Lawama. Usifanye kazi huku unalalamika. Yaani kama unaona hiyo kazi haikufai, ni bora ukaacha. Lakini usije ukafanya kosa la kufanya kazi huku unafanya nini? Huku unalalamika. Mungu hapendi mtu anayelalamika. Anapenda mtu mwenye moyo wa shukrani. Mshukuru Mungu kwa kukupa hiyo kazi, na uifanye kwa moyo. Acha kulalamika, unalaani kazi yako, na hautakuja kufanikiwa kupitia hiyo kazi. Yaani mtu yeyote ambaye muda wote yeye ni kulalamika, kufanikiwa huwa ni ngumu sana. Kwa hiyo tuache nini? Kulalamika. Kama unaona kazi haifai, ni bora ukaacha, ukatafuta kazi nyingine ambayo unajua kabisa nitaifanya kwa moyo wa kupenda, ili usiendelee kupoteza muda kwenye hii kazi unaoifanya kwa manunguniko. Sababu kuna mwingine unakuta analalamika kazi ngumu, kazi ngumu, lakini hujawahi kumkuta analalamika mshahara mgumu. Mshahara analipwa. Hajalalamika kwamba mshahara mnanipa kwa wakati. Hajamlalamikia bosi wake kwamba mshahara unanipa mzuri. Likifika swala la mshahara, kazi ni nzuri. Ila likifika swala la kufanya kazi yake, ndio kazi inakuwa ngumu. Sasa hayo sio maisha. Mungu anapenda mtu anayeshukuru. Hata kama unaona unafanya kazi kubwa lakini unachoingiza ni kidogo, mshukuru Mungu. Mwambie Mungu, ninashukuru hata kwa hiki kidogo ninachofanya nini? Ninachoingiza, ninachokipata. Ninaomba nifungulie mlango mwingine. Mungu atakuelewa. Atakufungulia mlango wa kazi nyingine. Lakini sio kulalamika kwa kile ambacho Mungu amekupa. Amen. Tuache kufanya nini? Tuache kulalamika. Lakini kitu kingine cha 6, hakikisha unatoa zaka kwenye hiyo kazi yako. Hakikisha uachi kutoa zaka. Ujue nimeangalia Jumapili,
Baba alipoita zaka, nimekaa hapo watu walivyopita, nikajua tu tayari kama kanisa tumeshapigwa. Yaani kama kanisa kwenye swala la zaka tayari adui ameshatuotea. Tumeshapigwa. Tumeshajisahau. Yaani nina uhakika hata waliopita jana wengi hawajatoa kwa uaminifu. Kuna waliotoa nusu ili aonekane tu amefanya nini? Ametoa. Lakini kwenye zaka tayari adui ameshatuotea tena. Kwa hiyo ni kuombe mtu wa Mungu, kama unafanya kazi, unaingiza fedha, jitahidi sana, toa fungu la 10. Katika kila kazi unayoipata, hakikisha kuna hela ya nani? Ya Mungu. Hata kama ukisha kutoa hiyo zaka, kama unajisikia bado kutoa sehemu nyingine kwa ajili ya Mungu, toa. Njoo toa, iweke madhabahuni hapa. Mungu atakubariki. Mungu atafanikisha nini? Kazi yako. Mimi nakumbuka kipindi nafanya biashara Mbeya, nilipata msukumo wa kutoa kila wiki sadaka kwa ajili ya biashara, na Mungu alinifanikisha vizuri sana. Yaani kila wiki mbali na zaka nilikuwa na sadaka kwa ajili ya nini? Ya biashara yangu. Ikifika Jumapili natoa. Mungu, ninakushukuru kwa wiki hii. Asante, umenifanikisha. Umeniletea wateja. Umenisaidia Mungu. Ninajua sio kwa mkono wangu. Ninaomba kwa sadaka hii nisaidie tena wiki inayokuja. Mungu alikuwa aniache. Lakini sababu tumekuwa wachoyo, unaenda unapata kashingi 10,000, unakaweka kote kwa pani kwangu. Mungu aka kadogo, akatutoshi yote wawili. Aka kananitosha mimi tu Jehova. Unakala. Na ukisha kala hako ndio umezima. Yaani ushafunga tena milango ya baraka. Paka uje uanze tena kujitafuta. Mungu tena akuhurumie, alivyo na rehema. Haya, unapata kengine tena. Lakini ukipata hiyo hela ukasema Mungu sawa, 10,000 hii hapa, wewe chukua 1,000 yako hii hapa. Mungu atakufanikisha zaidi. Ni kuombe wewe ambaye adui amekupiga kwenye zaka. Jitahidi Jumapili. Jamani, jitahidi. Kama hauwezi kabisa kuhifadhi hela, yaani unajua mimi nikipata hela Jumatatu, kuifikisha Jumapili ni ngumu, chukua namba ya mchungaji, tuma. Yaani wewe ukipata, nenda kwa wakala, weka. Sitaki madeni na nani? Na Mungu. Mimi nikiwaga na hela ya Mungu, namwambiaga mume wangu, baba, hii hapa. Mimi na Mungu sitaki nini? Kesi. Ukila ni wewe na Mungu wako. Ila mimi nimefanya nini? Nimejitoa. Kwa hiyo wewe jitahidi. Kama unajua kabisa siwezi nikalala na hii hela, ukiipata itume. Nenda kwa wakala, niwekee hii buku kwenye hii namba. Nikwambie wewe umemaliza. Sio lazima uje hapa Jumapili upite mbele. Kinachotakiwa ni wewe uitoe nini? Ile hela. Umeitoa kwa njia gani? Hayo ni mengine. Mungu ni Mungu anayeona sirini jamani. Anafahamu kabisa kwamba Tunukia ametoa 500 ya zaka. Sikamtumia mchungaji wake. Hata kama sitampigia muda huo, nikikutana naye ibadani nitamwambia, baba, nilikutumia jelo, uliiona ile jelo iliingia zaka yangu. Wewe mbele za Mungu umenawa. Sio lazima mpaka aanze hii ni anani imeingia. Tunukia Mungu akubariki, afungue milango, sio afanye nini, adui wasikuweze.
Ukishatoa, ulimwengu wa roho umeshafanya nini? Umeshaona. Kwa hiyo niwaombe Jumapili, jitahidi. Kama adui alikuzimisha kwenye zaka, jitahidi ufufuke upya. Yaani huko ndio kwenye baraka zetu jamani, kwenye utoaji. Amina. Mungu awabariki. Tusimame juu tumshukuru Mungu. Mmechoka mno? Lilikuwa zito. Limeponda ponda miguu. Poleni. Poleni jamani kwa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nina imani kama mtu hauna kazi, kwa kweli kwa somo hili katafute kazi. Tusaidiane jamani. Tubebane huko kwenye familia, tuache kulemeana, katafute kazi ya kufanya. Tutafanya hata kazi ya Mungu itakuwa rahisi. Amen. Mungu awabariki. Kabla tujamshukuru Mungu, kamata sadaka zako. Ili tukitoa tunamshukuru Mungu, tunafunga na ibada yetu. Tukumbuke Jumapili ni ibada ya shukrani. Nasisitiza wapendwa, jitahidi sana, beba sadaka ya shukrani nzuri na Mungu atakubariki. Tuombe. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya neno lako takatifu, pokea heshima. Asante Roho Mtakatifu kwa kutuhudumia. Baba, ninaamini umetusaidia. Ninajua Bwana yuko mmoja ambaye umemsaidia. Ninakushukuru Mungu na ninaomba neema yako Bwana kwa watoto wako. Baba, ukawawezeshe. Baba, ukawasaidie kwa mamlaka ya jina la Yesu. Wasio na kazi Bwana, kawape kuona kitu cha kufanya. Hata ambao wana kazi wanazozifanya, Baba, kainue viwango vyao. Kawapandishe kutoka kiwango kimoja kwenda kiwango kingine. Kawawezeshe Bwana kustawi katika biashara zao. Kawawezeshe Bwana kustawi katika njia zao. Kawawezeshe Bwana kustawi katika biashara zao. Baba, ukawafanikishe kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ili Bwana wanaporudi tena wakaseme hakika yupo Bwana. Hakika yupo Mungu anayefanya na anayejibu. Hakika yupo Mungu anayeinua watu wake kutoka chini na kuwapandisha juu. Ninatamka Bwana kuinuka kwa kila mmoja aliyepo katika ibada hii. Baba, usitupungukie katika shughuli zetu. Ukatuinue kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ukatufanikishe kupitia kazi zetu Bwana. Baba, tusaidie hata kazi zetu tukazifanye kwa moyo, tukazifanye kwa moyo wa kupenda. Tukazifanye Bwana kwa moyo wa kufurahi, ili Jehova ziweze kutuzalia mafanikio. Na zaidi ya yote Bwana, ukatukumbushe kwa habari ya neno lako. Umesema Bwana tutoe fungu la 10 ili yule alaye asipate nafasi. Ukatuwezeshe Bwana kutii na kutenda kama jinsi upendavyo. Baba, pokea hata sadaka zetu za jioni ya leo, zikafanyike baraka Bwana katika nyumba yako, na kila mkono Bwana utakaonyosha kukutolea Baba, ninaomba ukaubariki maradufu, ukauwezeshe, ukausaidie kila utakalolifanya Bwana, huo mkono ukafanikiwe kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninakutukuza na kukuinua kwa ajili ya ibada njema. Asante kwa ajili ya jioni ya baraka Baba. Asante kwa ajili ya watoto wako wanapotoka mahali hapa kuelekea majumbani mwao. Ninaomba mkono wako Bwana watangulie, wingu lako mtakatifu liwafunike. Ninatamka wakawe na usiku wa baraka. Ninakataa maonezi kutoka kwa adui Baba, ukawasaidie, ukawapiganie,
ukawawezeshe hata kesho wakamke wakiwa na afya njema, wakaliinue na kulitukuza jina lako. Asante hata kwa ajili ya ibada ya Jumamosi, ninaikabidhi mikononi mwako Bwana, ikawe ni baraka kwetu, ikawe ni ibada iliyojaa nguvu, iliyojaa uponyaji, iliyojaa neema zako Baba, tukauone mkono wako. Ni katika jina la Mungu Baba ninaomba na kushukuru, amen. Nende na baraka za Bwana Mungu awatangulie, akawatendee mema, akawajaze, akawaongeze, msipungukiwe, asiwepo wa kuumwa, asiwepo wa kupata shida yoyote. Ninakataa mabaya yote juu yenu, hayatawapata kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mkono wa Bwana utawatamia, Bwana atawarinda, damu ya Yesu iwafunike kwa jina la Yesu, amen. Amen. Nawapenda sana. Muwe na usiku mwema na usiku wa baraka. Karibuni mtoe sadaka mbele za Bwana. Namtolea Bwana kwa furaha alichonipa yeye, namrudishia. Namtolea Bwana kwa furaha alichonipa yeye, namrudishia. Namtolea Bwana kwa furaha. Mungu awabariki sana. Tukutane Jumamosi kwenye ibada yetu nzuri. Tunaanza ibada saa 4 kamili. Mungu akuwezeshe, Mungu akusaidie. Amen.